Biblia inasema mtaifahamu na hiyo kweli. Kwa hiyo mtu ambaye kweli hajamweka huru bado ni baby. Wewe unajua kama uongo ni dhambi. Kwa hiyo ukienda kusema maana ile kweli unaijua lakini hajakuweka, huyu sisi ni dhambi. Ukienda kuzini na umeoa maana yake kweli unaijua lakini hajakuweka, maana yake bado ni baby. Wewe kiroho bado ni mtoto. Ni mtumishi na maelfu ya watu, una mamia ya watu wanaokuamini, wanaokufuatilia, ni mtumishi. Lakini katika hao washirika wako kuna vitu na unatumia huko ndani. Na si Mungu anataka iwe hivyo. Na ni maarufu una mwito, ni mtumishi wa Mungu mkubwa. Wewe tutakuona mkubwa huku nje, lakini mbele za ufalme kwenye corridors za Sayuni wewe bado ni baby. Uko wapi? Tumboni. Ila tuna miezi 12. Yaani miezi kujifungua ishafika lakini hujatoka. Kwa sababu kweli unaijua miezi 9 hii hapo unaijua kweli uongo ni dhambi. Mbona unaweza kusema? So umevuka miezi. Kawaida kujifungua ni mingapi? 9. Wewe umeenda mpaka ngapi? 12 lakini bado hujaanza kukua. Tumemaliza. Utafahamu kweli au kuweka? Jambo la pili kwa mtu ambaye anakuwa ni kukubali kuwa mwanafunzi. Kukubali kuwa mwanafunzi. Hauwezi kukua kama haujifunzi. Kwenye hatua ya wanafunzi ndio ambapo unajua haki zako. Mfano Lisa akizaliwa kwa Makonde, tunategemea kumuona na tabia za Kimakonde, si ndio? Mtoto akizaliwa kwa Wachaga, tunatazamia kumuona akiwa na tabia za Wachaga. So wewe umezaliwa kwenye ufalme wa Mungu, umezaliwa tayari kwenye ufalme wa Mungu. Bila sema mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kurithi. So na wewe nimekwambia hatua ya kwanza ni kutoka. Unatoka wapi? Kwenye tumbo la dhambi, uovu na kila kitu. Unazaliwa ndani ya Kristo Yesu. So tayari kwa tabia ambazo tunatakiwa tuzione ukisha kuwa kwa Mungu huko. Na moja ya tabia ambazo tunataka kuziona ni kukuona ukianza kuishi kulingana na kanuni za ufalme wa Mungu. Sasa unazijua? Huzijui. Lisa amezaliwa kwenye familia ya Kichaga, hajui kanuni za Kichaga. Yaani tuwezi kumfundisha. Sisi kwa Wachaga huko mtu tunamsalimiaje, tunashika kichwa, anasajili. Akiona wenzake wanapeleka mikono hivi, yeye hata shawishika kwa sababu anajua kwetu sisi ni kichwa. Si ndio? So ukisaliwa kwa Mungu huko unajua mtu akikukera usimpige fire katika jina la Yesu kufa. Kwenye ulikozaliwa wewe unaambiwa wapendeni adui zenu tena muombe. Unasajili. So hatua ya pili kwamba unakuwa ni pale ambapo unaanza kujifunza mavitu alafu unaona hivi ndivyo natakiwa mimi kuwa. So ujue nikiwa naumwa natakiwa nifanyeje? Ujue nikiwa na matatizo natakiwa nifanyeje? Ujue. Sasa eti hujui. Yaani umeokoka afu unaumwa ndio. Unaenda wapi? Hospitalini. Umeomba bado. Hujui. Kwa unaweza ukawa umezaliwa tayari kwa sababu dhambi unajua dhambi ni hii na ufanyi. Umeshazaliwa tayari. Lakini kwa sababu hauishi kanuni za kwenu, wewe bado ni baby. Kwa hiyo haukui. Ingawa umeshazaliwa tayari. Sio kama umeelewa. Kwa hiyo unaweza kufanya dhambi hata moja, maana yake umeshazaliwa tayari. Haufanyi dhambi hata moja makusudi. Lakini haki zako wewe kama mtoto wa Mungu hujui. So maana yake bado wewe ndani ni mtoto mdogo, mchanga, hukui. Lakini unapoweza kusema hivi, kwetu uongo ni dhambi na ukaacha, maana yake kuna hatua umepiga. Si ndio? Hasira mpaka ile ya kupaniki ni dhambi na ukaacha. Unakwazwa hapo unasema sio kwa sababu huna hasira, ila umekubali kunyenyekea. Kama nake ukisikia uongo ni dhambi, unakuwa na hofu. Kuna tano mtu wa Mungu. Amen. Unakuwa na hofu. Haya, wanafunzi. Hata kwenye hatua ya wanafunzi ndio ambapo unaambiwa ya kupasayo kufanya. Ndio pale ambapo biashara yoyote uifanyi mpaka umepata sauti ya Mungu. Biashara inaweza kuwa ni sahihi. Eneo ni sahihi. Mtaji unao, watendakazi unao, kila kitu unacho. Lakini umekosa tu hekima namna gani uifanye biashara na kwa wakati gani. Unavunjika moyo, unalia, unanungunika. Mungu mbona mambo ni hivi? Shida ulikosa tu kitu kadogo tu kwamba subiri. Ndio maana mimi sina tabia ya kuona watu baada ya ibada. Hivi makodi yote haya nikaenda bali tuzungumze nini sasa? Wakati majibu yako unayapata hapa. Si ni sawa? Wewe unahitaji mchumba uolewe, mfano tu uolewe. Wa kwanza, wa pili, wa tatu. Kuna huyu tu usipokea tu simu yake kwa wakati. Vurugu, anasusa mpaka umbembeleze, ujishushe ndio akuelewe. Alafu na mmoja ukimwambia tu baby sorry nilikuwa busy kidogo. Nakwambia usijali. Nilikuwa nasema 1 2 3 4. Baba naomba nionyeshe ni yupi bwana. Intaje akili nyingi kweli hapo.
Na ndio maana vitu vingi hatujibu kwa sababu tunatumia nguvu mengi, sema ambapo ungetakiwa tutumie tu hekima.